Joto la kisiasa limepanda nchini Tanzania baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kutangaza kutokushiriki katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Uamuzi unatokana na chama hicho kukataa kusaini kanuni za maadili za uchaguzi zilizotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, hatua ambayo Chadema inasema ni kinyume cha katiba na imekiuka taratibu za kisheria. Mvutano huu ulianza baada ya INEC kutangaza kuwa vyama vyovyote vya kisiasa vitakavyoshindwa kusaini kanuni hizo havitaruhusiwa kushiriki uchaguzi wa mwaka huu wala chaguzi ndogo hadi mwaka 2030. Chadema ilijibu haraka kwa kulaani hatua hiyo ikisema kuwa tume hiyo imevuka mipaka ya mamlaka yake ya kisheria. Tunaamini kuwa INEC haina mamlaka ya kisheria kuwanyima vyama haki ya kushiriki uchaguzi kwa misingi ya kutosaini kanuni hizi, alisema mkuu wa idara ya sheria wa Chadema. Katiba yetu inatoa haki ya kushiriki uchaguzi na haki hiyo haiwezi kufutwa na amri ya kiutawala zisizo halali. Chama hicho pia kimeeleza kuwepo kwa kasoro kubwa katika katiba utekelezaji wa kanuni hizo mpya. Kwa mujibu wa taratibu, kanuni hizo zinapaswa kuanza kutumika siku moja kabla ya uteuzi rasmi kwa wagombea kufanywa na INEC, tarehe ambayo bado haijafika. Chadema inasema kuwa haiwezi kutekeleza kanuni hizo mapema bila rais kusitisha vikao vya bunge, jambo ambalo halitegemewi kufanyika kwani bunge linatarajiwa kuendelea hadi mwishoni mwa Juni. Mvutano huu mpya unaongeza moto kwenye mjadala mpana kuhusu hali ya demokrasi na haki ya uchaguzi nchini. Kwa miaka mingi vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia yamekuwa yakipigia kelele mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, yakidai kuwa unaegemea upande wa chama tawala. Kampeni ya Chadema ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi inaakisi msimamo huo, ikisisitiza umuhimu wa kuwa na tume huru ya uchaguzi na uwezo wa kisheria wa kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais mahakamani. Uamuzi wa kuzuia Chadema kushiriki uchaguzi umeibua wasiwasi kwa makundi ya haki za kibinadamu na waangalizi wa kimataifa ambao wanasema hatua hiyo ni kikwazo kwa haki za kisiasa na ni pigo kwa demokrasia. Ikiwa imebaki miezi michache kabla ya uchaguzi na mvutano kati ya tafsiri za kisheria na maslahi ya kisiasa ukiendelea, hali ya sintofahamu inazidi kushamiri. Haijulikani iwapo mgogoro huu utamalizwa kwa mazungumzo, kesi mahakamani au maridhiano ya kisiasa. Lakini kilicho bayana ni kwamba hatima ya kisiasa ya taifa iko mashakani. Hii ni ripoti ya Media Wire Express na mimi ni Joseph Mwana wa Isangura.